Tangazo la tarehe 28 Februari mwaka 2026 la Rais wa Marekani Donald Trump lililotikisa ulimwengu na kuacha wengi na maswali kuhusu uhuru wa nchi kujitawala. Iran's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead. Katika tangazo hilo, Rais Trump alitangaza kuwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ameuawa baada ya operesheni ya anga iliyoendeshwa kwa ushirikiano wa jeshi la Marekani na Israel katika ngome za Iran mjini Tehran. Muda mfupi baada ya tangazo hilo la Washington, serikali ya Iran kupitia vyombo vya habari nchini humo pia ikathibitisha taarifa hizo. Lakini kinyume na walivyodhani wengi, shambulio hilo halikutokea usiku wa manane. Badala yake lilifanyika asubuhi. Hii ni kwa sababu Marekani na Israel waliamua kutumia taarifa za kiintelijensia walizopata muda mfupi kabla ya tukio hilo. Kwa miezi kadhaa, nchi hizo mbili zilikuwa zikifuatilia mienendo ya viongozi wakuu wa Iran kwa karibu, na walikuwa wamesubiri kuona wamekusanyika pamoja, na pia walitambua kwamba kiongozi huyo mkuu angekuwa miongoni mwao katika eneo hilo lililopo katikati mwa mji huo wa Tehran Jumamosi asubuhi. Pia walijua sehemu ambapo viongozi wakuu wa ujasusi na jeshi la Iran wangekutana kwa wakati mmoja. Mbinu kamili walizotumia bado hazijabainika, japo Rais Trump aligusia kitu katika mtandao wake wa kijamii. Katika vita vya siku 12 Juni mwaka uliopita, serikali ililenga wanasayansi na maafisa waliohusishwa na mpango wa nyuklia wa Iran, na inasemekana walidukua mfumo wa mawasiliano ya simu ili kuelewa mienendo yao. Hii iliwasaidia kujua mitindo yao ya maisha, kutabiri na kuelewa shughuli zao kwa muda mrefu, na pia kutambua nyakati ambazo wangekuwa hawana nguvu ya mapambano. Japo Iran walitambua kwamba kiongozi wao mkuu alifuatiliwa sana na maadui zake, walishindwa kuzuia mashambulio dhidi yake na kushughulikia swala hilo la kiusalama katika miezi ya hivi karibuni, jambo ambalo linaonyesha aidha kushindwa kwa kiasi kikubwa katika usalama wa Iran na kukabiliana na ujasusi, au uwezo mkubwa wa Israel na Marekani katika kuendelea kuimarisha mbinu zao za kiintelijensia. Huenda pia Iran walifikiria kuna uwezekano mdogo sana wa mashambulio kutokea mapema kiasi hicho. Kwa mujibu wa gazeti la The New York Times, taarifa za kiintelijensia zilitoka kwa CIA kwenda kwa Israel. Inaonekana kwamba kuna mgawanyiko wa majukumu, ambapo Israel imejikita katika mashambulizi dhidi ya viongozi na Marekani ikilenga maeneo ya kijeshi. Intelijensia ilitoa taarifa za kutosha kutabiri mienendo ya kiongozi huyo mkuu na maafisa wengine, na baadaye kupanga shambulio la ndege lenye uwezo wa kurusha makombora ya masafa marefu. Badala ya kutekeleza shambulio la moja kwa moja dhidi ya Ayatollah Ali Khamenei, mpango ulikuwa ni kutekeleza shambulio la anga la bomu ili kuanzisha operesheni pana zaidi la kijeshi ili kutumia fursa iliyojitokeza. Ndege za Israel huchukua takriban saa 2 kufika Tehran. Haijabainika zilitumia umbali gani kutekeleza shambulio hilo. Iliripotiwa kuwa ndege za Israel zilitumia mabomu 30 kushambulia sehemu aliyokuwa kiongozi huyo mkuu. Ilikuwa mwendo wa saa 3 na dakika 40 hivi asubuhi sasa huko Iran shambulio hilo lilipotokea. Kiongozi mkuu alitumia chumba cha chini ya ardhi kwa ajili ya ulinzi, lakini hata hivyo mashambulio ya risasi yalitekelezwa kwa kina cha kutosha ili kuhakikisha kwamba risasi zinamfikia. Maeneo mengine katika mji mkuu wa Tehran pia alishambuliwa, ikiwa ni pamoja na ofisi ya Rais Masoud Pezeshkian ambaye baadaye alitoa taarifa kwamba yupo salama. Israel inasema kwamba maafisa 7 wakuu wa ulinzi wa Iran ni miongoni mwa maafisa waliofariki, ikiwemo katibu mkuu wa baraza la ulinzi Ali Shamshi Khan, waziri wa ulinzi Brigadier Generali Aziz Nasir Zeda na kamanda wa IRGC Generali Mohammed Pakpor. Wakati ndege hizo ziliposhambulia, ilikuwa usiku wa manane huko Mar-a-Lago, Florida, ambapo Rais Trump alikuwa amekutana na baadhi ya maafisa wake wakuu kufuatilia mchakato huo wote. Baada ya saa kadhaa, ilithibitishwa kwamba kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei amefariki katika shambulio hilo, na Iran ilikuwa tayari imejiandaa kwa uwezekano huu, huku ripoti zikionyesha kwamba mipango ya urithi ilikuwa tayari imewekwa, sio tu kwa kiongozi huyo mkuu bali pia kwa maafisa wengine wakuu.